مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين هو مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين 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 يا حسين قدموا يا قدني لسماما يا حسين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena, na ni matumaini yangu kwamba umzima huna neno. Karibu tena siku ya leo katika kipindi chetu ambacho ni kizuri, silsila za Muharram. Na kama unavyofahamu, nipo na host mwenzangu na pia tunaye shekhu wetu ndani ya kipindi hiki ambaye anazidi kutufafanulia zaidi kuweza kufahamu masuala ambayo yalifikia hadi tukio la Karbala kutokea tarehe 10 Konradhi. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika kipindi cha leo tunaenda kuangazia uongozi katika Uislamu na ulifanyika vipi hadi kufikia Karbala, matukio ya Karbala. Na inshallah naamini Sheikh atakuwa ametuandalia mengi ili kuweza kuyafahamu. Hivyo basi usichoke kuangalia ili upate kuelimika. Angalau anakuambia kwamba si wote ambao wataenda kushika vitabu, lakini ukipitia Sheikh akikwambia mawili matatu itakupa nguvu na motisha ya kwenda kutafuta mambo mengine. Tukirudi kwao hao wenzangu tuweza kufahamu ni yepi ambayo Sheikh ameweza kutuandalia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Karibu sana Wazal. Karibu tena Sheikh. Alhamdulillah. Ni siku nyingine kukutana ndani ya majalis haya yenye nuru na yenye huzuni pia ndani yake. Lakini naamini tuna maswala nyeti ambayo tunafaa kuyaangazia, haswa tukiangalia uongozi katika Uislamu na matukio haya yalifikia vipi mpaka kufikia kisa cha Karbala. Naam, ni nukta nzuri ya kuangazia kwa sababu uongozi katika Uislamu ni jambo ambalo lazima tuangazie ili tujue uongozi wa Uislamu ulianzaje na ni kina nani ambao walipokea uongozi na waliongoza vipi. Ndio kulikutokea visa kadhaa ambayo Sheikh ataangazia, na natumai kwamba watazamaji watafaidika na yale ambayo utaweza kutupatia. Bismillah Sheikh. Naam. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awladi al-Husayn wa ala ashabi al-Husayn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah kwa kuweza kutuwezesha, kutupatia fursa, nguvu kuweza kufika katika majlis hii ya leo. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe majlis ambayo iko na faida yenye tutaweza kuchambua zaidi na kujua zaidi sote inshallah. Kwa ukweli kuna umuhimu sana sisi kama Waislamu tuelewe khalifa na khilafa. The meaning, maana yake. Khalifa ambayo ni kiongozi, khilafa ni khalifa na khilafa inakuwa katika Kiingereza tunaweza kusema successor and succession. Successor. Sasa mwenye anakuja baada ya mwingine. Yes. So unaweza kuona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambia malaika wake inni ja'ilun fil ardi khalifa. So sisi kama Waislamu, even though mufassirin wako ni ikhtilaf, bila shaka elimu bila ikhtilaf haiwezekani. Kweli. On general, not on the fundamentals. Yes. Anasema kwamba mimi nataka niki binadamu khalifa katika ardhi. Malaika wakamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unataka kuweka viumbe ama watu ambao watafanya ufisadi, watamwaga damu, watauana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema mimi najua chenye nyinyi hamjui. Baadhi ya ulama labda wataenda katika fikra ya kwamba kila mtu katika hii ardhi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu. Na kuna wengine wanasema hapana. Ukisikia khalifa wa Mwenyezi Mungu ni ule mwenye anasimamia hukumu ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Yani dini ya Mwenyezi Mungu iende, itekelezeke, ifanyike, ahkam
ndio unaona ziko na hizi ahkam. Sasa kama hakuna kufuatwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na khilafa yake na mafunzo yake, inafika mahali ama haitafika? Haitafika. Sasa baadhi wanasema hii khilafa ni ya mitume na watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua kwa ajili ya majukumu haya. Naam. Chenye kulikuwa kuna ikhtilaf baina ya Imam Hussein na Yazid for different reasons. Lakini kwa nini ilikuwaje Yazid alikuwa na hiyo nguvu ya kuleta watu, kuleta jeshi, kutuma watu hadi Imam Hussein? Inaonekana alikuwa na authority kiwango fulani. Naam, alikuwa kuna authority, lakini authority ametoa wapi? Najua huwezi kuamka tu ukuwe khalifa. Ndio, lazima kuna vitu vilitokea nyuma yake hadi kufikia hapa. Naam. So hiyo ndio ni maudhui yetu ya leo. Ndio. Kwanza kabisa tunataka tuelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alikuwa yuko na side mbili. Naam. Beside kukuwa mtume, bado yeye ndo alikuwa ni msimamizi wa serikali. Unaona? Kuna Uislamu haikuwa chini ya serikali nyingine. Uislamu ndio ni serikali pia. Yes. Sasa kwa nini hiyo ilikuwa inapatia mtume authority ya kuambia watu wafanye nini na wasifanye, kimungu na kidini na pia kiserikali. Unaona? Kwa sababu kuna mitume wengi sana tunaona wamekuwa katika dini yao inaendelea, lakini wako katika serikali ya dhulma. Lakini mtume pia akikuwa katika Maka alikuwa katika, tuwezi kusema huko kwa kuna serikali kama serikali, lakini hao Quraish hao sijui hiyo system ilikuwa kwa nayo. Mtume alikuwa hana authority. Hata akisema kwamba mtu asikunywe pombe, mwenye anakunywa pombe kuna hakadha anatakana afanye hivi, ama umeua mtu tunatakana tukufanya kisas vile Qur'an inasema, umeiba, hauna nguvu ya kwa hauna authority ya command watu wafanye nini. Sasa ndio unaona kuna hii kadhia na history yote ya khilafa al-islamia yenye watu wengi wanaendelea, kwa sababu wanasema sheria ya Kiislamu haitekelezeki. Naam. Kwa sababu haiko katika serikali ya Kiislamu. Unatarajia aje kama serikali ni tofauti na dini ni tofauti? Kweli. So mtume alikuwa na side ngapi? Mbili. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bila shaka sisi tunaamini kila mtume kawaida yuko na mtu wake mwenye anamwachia majukumu. Si ndio? Tunaona kwamba Suleiman alichukua majukumu baada ya baba yake nani? Nabiullah Daud. Tunaona Nabiullah Adam kijana wake kasi ya koshani Shith ndio alibeba baadhi ya majukumu. Tunaona Nabiullah Musa alisema Harun. Yes. Na utawala kama baadhi yao kama saizi Nabiullah Ibrahim alikuwa hana utawala kama serikali na nini, lakini alikuwa kuna nguvu. Yes. Lakini kama sisi ukiangalia, kama unaona mtoto wake Nabiullah Ibrahim ni Nabiullah nani? Ismail na Ishaq. Ishaq yuko na mtoto wake Yaqub. Yaqub mtoto wake ni nani? Yusuf. Ni mitume. Sasa imeenda hivyo. Nabiullah Musa aliwacha ndugu yake, alipatia baadhi ya majukumu ndugu yake Harun. Even though Harun hakuishi baka aliaga na kakufa kabla Nabiullah Musa, lakini kuna mwingine alipatiwa majukumu. Sasa hawana serikali lakini kuna system yenye wanawachia yenye kuna system. Yes, kwa sababu kuavoid kitu inaitwa chaos, watu kuchanganikiwa. Unaona? So sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait, mimi nimefuatilia sana kwa upande ya kifikhi, sisi na ndugu zetu wengine Waislamu takriban hatuna tofauti, labda 95% ya fikra ni the same. 90%, 95%. Kila kitu ni vitu ndogo ndogo ndo kuna ikhtilafu. Sasa zingine mtu anaenda anachukulia ikhtilafu anaijengea kuleta kusema sisi tuko tofauti. Qur'ani yenyewe inasema sisi ni Wakristo hatuelewani. Si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu anawaambia nini? Waambie ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. So sisi tunaenda tunaangalia mahali penye tunashirikiana, tufanyie kazi to build on that. Si ndio? So kama sisi taarifa yetu ni 95%, tunaweza kubuild on so much. Sana. Unaona? Alaiha.
So tunaona kwamba sisi ikhtilafu yetu kifika ni kidogo, lakini ikhtilafu yetu hiyo kidogo kisimi yake ilitoka wapi? Yes. Ilitoka kwamba sisi kama wafuasi wa Ahlul Bayt tunaamini ya kwamba mtume aliwacha mtu kama khalifa. Ndiyo. Kama successor mwenye atakuwa baada yake kubeba majukumu. Ndiyo. Lakini the question is, kuna kesi mbili hapa sasa. Swali ya kwanza, je, mtume ndo ana suppose kusema na akisema mna suppose kufuata ama hapana? Ndiyo. Swali ya pili ni, je, Mwenyezi Mungu ameingia katika hii biashara yote ya kuchagua huyu mtu next ama hapana? Ndiyo. Kwa sababu wanasema wa amruhum shura bainahum. Hii ni aya ya Qur'an. Kweli. Wanasema na amri yao wanaweza kuketi waange pamoja ikuwe in democracy. Ndiyo. Si ndio? Hii tutairudia. Ishikilie tu hapo. Sasa aya, kitu ya kwanza kabisa. Naam. Mimi ndaanza, hata sitaanza na aya. Naam. Nadhani ni kadhia yenye inajulikana vizuri sana. Ndiyo, ndiyo. Mshai kusikia watu katika maulidi wanasema soma dua fulani ama sema bismillah ama sijui nini ili chakula itoshe kila watu? Unajua mara kwanza ilisikika wapi? Tuambie Sheikh, maana hatuwezi jua, waweza kuwa labda tunafuata ule mkondo wa maji unavyoenda na sisi. Naam. Ndiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam sote tunajua. Muislamu wa kwanza kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujumbe wake. Unajua kuna tofauti, sio Muislamu mwenye ametoka ukafiri. Ndiyo. Ni Muislamu mwenye tayari anaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja. Ndiyo. Mtu wa kwanza mwenye aliamini utume wa Muhammad ni nani? Ndiyo. Ni nani? Imam Ali. Imam Ali. Ndiyo. Na hadithi zinakubali zote. Ndiyo. Na kwa upande wa kina mama wanasema mke wake Bibi Khadija. So what happened is, chenye kilitokezea ni mtume baada ya kuwa amefanya kukua kuna muda time yenye ilikuwa inaitwa tabligh sirri. Unaona sirri ni Kiarabu imefichika. Yes. Sasa mtume alikuwa hajaanza kuannounce. So alikuwa kuna baadhi ya watu wake wa karibu. Na katika Qur'an Mwenyezi Mungu akasema nini? Na upatie hiyo indhar na ufikishie habari kabila yako, watu wako karibu. Sasa mtume akafanya nini? Hiki sasa labda mshai kusikia. Mtume akakusanya watu wake. Watu wa Quraysh. Hao Waarabu. Unajua Waarabu walikuwa kuna vitu vyao. Sasa mtume inasemekana baadhi ya hadithi, lakini kama mtume akaleta sijui mbuzi ndogo hivi ama kondoo ama nini, lakini alikuwa akai mkubwa, akachinja akatengeza chakula hivi. Sasa hao waliona vile mnyama ni mdogo ama ni mmoja ama something, kitu kama hicho. Wakasema unatualika sisi wazee wote alafu unapika chakula kidogo hivi? Mtume akasema msiwe na wasiwasi. Wakaketi. Wakaketi, wakaekewa chakula na kila mtu akakula na akashiba. Nadhani hiyo kadhi ilitoka hapo kwa mtume. Unaona? Sasa mtume vile alialika mara ya kwanza akasema mimi nimewaletea habari nzuri sana. Sasa kuna baadhi wakaleta maneno hapo, mtume akasema wacha tutaongea leo. Alifanya hivyo mara ya pili, sijui ni mara ya pili au mara tatu. Baada ya kukusanya akasema mimi nimewaletea kitu ambacho ni bora kabisa. Alafu akawaambia hao watu wake sasa tufanye hivi. Mimi mtu mwenye ataniamini mimi wa kwanza kabisa atakuwa khalifa baada yangu. Anasema nini? Wa andhir ashirataka al-aqrabin. Mwenyezi Mungu aliambia mtume. Alafu akakusanya Banu Hashim akawaambia kuhusiana na Uislamu. Wakaambia waamini. Alafu baada ya kuambia sasa mtume sasa nikaa anaambia watu sasa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu mniamini. Unajua watu watashangaa sana haraka. Watu hakuna mtu akaamini. Alafu mtume akasema mimi ana ya Rasulullah mimi ndakuamini. Mtume akaangalia mali akasema tupatie watu opportunity. Mtume akarudia mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu. Alafu mtume baada ya hapo akasema anta. Baada kwa Waarabu hao wazee wameketi, wajomba wa mtume. Unajua ni wazee hapo. Ndiyo. Anta, wewe, akhi, wewe ni ndugu yangu, wa waziri, na wewe ni waziri wangu, wa warithi, na wewe ni mwenye utanirithi, wa khalifati min ba'di. In one of the explicit statements ya mtume. Yes. Na khalifa
baada yangu. Katika hao wajomba wa Mtume akarudi akaangalia babake Imam Ali Abu Talib akacheka. Akasema unaona sasa kesho itabidi wewe usikilize maneno huyu mtoto wako alikuwa ni miaka 12 13 Imam Ali. Sasa wewe mzee Abu Talib mzee mkubwa kesho inabidi usikilize maneno ya Imam Ali. So tunaona kihistoria kwamba Mtume alikuwa anarudia maneno haya katika namna tofauti. Na baadaye tunaona kwamba katika aya ya Qur'ani kama hii aya maarufu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Kwa ukweli walii wenu ulil amr walii ni mtu mwenye ndo anakuwa kama guardian, mtu mwenye anawasimamia. Wenu ni ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu wa pili ni mtume wenu wa rasuluhu, mtume wake au mjumbe wake, walladhina amanu, na wale ambao wana amini. Sasa unajua mimi nikikuja hapa niseme enda hapo kuna watu wamekaa tafuta ule mtu mwenye kuna miwani. Unajua it's very specific. So inasema wenye wameamini. Alafu Mwenyezi Mungu anaongezea alladhina, wale ambao. So huyu muumini mwenye ndo anasaposa kuwa nini kama guardian, kama mwenye anawasimamia, mwenye atabeba baadhi ya majukumu labda, yuqimuna as-sala, wanakimu swala, wa yu'tuna zakat, wanatoa zakat, wa hum raki'un. Na takriban kismu kubwa sana maulama na mufassirin kwa farikain wamesema nini? Wamesema ni qadhiya ya al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Katika kuna hadithi nilisoma nadhani katika siku iliyopita makabla yake kuhusiana na haji ya mwisho ya Mtume. Ndiyo. Mtume katika hiyo haji ndio hiyo hadithi maarufu ndio Mtume alisema ya kwamba inni tarikum fikum thaqalain ama thiqlain, vizito viwili. Kitabu Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu, na itarati ahli baiti. Nimewachia nini? Kitabu changu na kizazi. Sasa kizazi watu wakasema definitely familia ingia, alafu kismu kubwa ya familia inaingia. Na tuko na hiyo hadithi ya kwanza kabisa yenye Mtume alitumia explicitly, yani direct word ya khalifa, na sio mara kwanza, mara kadhaa ametumia. Alafu tunaona kwamba Mtume si amesema hiyo hapo, baadhi wanasema uko Arafa ama wengine wanasema uko msikiti fulani hapo hivyo uko Saidi ya Maka nini. Sasa wakirudi hivi Mtume alikuwa amealika watu, walisema watu wa habari inaelezwa kwamba Mtume mwaka huu anaenda haji, anahiji. Sasa beside kufunza watu haji, ni kama Mtume alikuwa na plan nyingine. Walifika watu katika maeneo inaitwa Ghadir Hum. Mtume akakusanyia watu akawasimamisha, alafu akamwambia niekeni vitu. Unaona ngamia vile wanavishwa hizo vitu, watu ndio wanapandilia kama Mombasa, nadhani watu washai kuona. Huwezi kupandilia tu ngamia hivyo, si kama farasi pia lazima. Yes, yeah, but still kwa movies unaona watu wanaweza kupandilia farasi, lakini ngamia ni shida. Lazima uwekele. Yes. Yes. Kwa sababu unajua ngamia shingo yake iko mbali sana, huwezi kushika. Hii farasi iko na alaiha. Sasa ikaekelewa, Mtume wakapanda juu na Imam Ali. Ndo baadhi ya mfasiri wanasema yeye ilishuka baada ya kuwa Mtume alisema nini? Man kuntu maula, mwenye nimekuwa maula wake, mwenye nimekuwa kiongozi inaitwaje? Kiongozi wake. Ndio. Ali ndo ni kiongozi wake baada yangu. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Sasa kwa zile time endelea kwa tulisema watu wenyewe waende wa Google, si ya kwamba sisi tunaelezea watu tu kuelewa. Ndio ile sasa ni kuelewa, tunataka tuelewe. Sasa alafu ya aya al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sasa baadhi ya ulama wanasema ilishuka hii aya katika zama za Arafa, Mtume akiwa Arafa, lakini bado amali za haji zilikuwa ziisha, so haingiani na hiyo aya kukua hivyo. Na inaingiana zaidi kwa baada ya haji. Lakini ukiangalia vizuri kuna ayatul balagh, kuna kesi ya ayu nabii baligh ma unzila ilayk
min rabbik. So mtu akifuatiliana. Sasa tunaona kwamba mtume aliwacha khilafa. Alafu kuna kadhia ilitokezea inaitwa raziyatu yawmul khamis. Mtu anaweza kusoma mwenyewe afuatilia ajue ilikuwa nini. Mtume aliambia sahaba kwamba ilikuwa ni siku zake za mwisho. Mtume akaambia watu walete kalamu na karatasi waandike. Lakini baadhi ya sahaba wakakataa, alafu kidogo kukakuwa mvutano. Mtume akasema kwangu mimi sitaki makelele. Tokeni hapa mniwache. Ndio. Mtume akaaga. Mtume kuaga ndo mvutano ya political ikaanza. Sasa unaona hii ndio imani yetu sasa hapa. Unaona si tunaona Imam Ali alikuwa ni khalifa. Khalifa mwenye ampatiwa majukumu mawili za mtume. Za kidini na hizo za kiserikali. Unaona? So mtume akafanya nini baada ya kifo cha mtume? Tunaona kwamba kukakuwa kadhia Sakifa yenye baadhi sio wote. Sasa hapa hivi ndio si watu kuna swali. Naam. Watu wanatumia aya kwamba kusema wa amruhum shura bainahum, na mambo yao wanaweza kuketi wa vote. Sasa sisi swali yenye tumekuwa tukiuliza, kwa sababu sisi tuko na hizi dalili zetu tumepatiwa, kuna baadhi ya dalili yenye tutaki kuingilia saa hizi, but one of them ni hii, si ndio? Sisi tunauliza tu hivi, hii aya inaongelea amruhum, na serikali ya Kiislamu as much as watu kuna nini, mtume alichaguliwa na Mwenyezi Mungu na khalifa wake si ana supposed achaguliwe na Mwenyezi Mungu. Hakika. Kuna mmoja tulikuwa tunamwambia mtume si alisema, kuna hadithi maarufu sana inasema baada yangu kutakuwa na khalifa 12 ama amir 12, si ndio? Na hao wakikuwa dini itakuwa nini. Sasa sisi tuko na system yetu ndio tunaitwa Ithna Asharia, kwa sababu sisi tunaamini 12 na wa mwisho tunaamini ni Imam Mahdi mwenye sisi tunaamini kwa hai. Ndugu zetu wanaamini atakuja, kwa sababu hata hiyo katika vitabu vya ndugu zetu vinapatikana hadithi kuhusiana Imam Mahdi na nini. Sasa kitu inatokezea hapa nini? Mimi mmoja tulikuwa tunamuuliza hivi, inakuaje saa hizi kama wewe mwenyewe unaona vile ndugu zetu wanauliwa Palestine, si ndio? Inaumiza. Baadhi inasemekana katika ripoti yenye Baka jana nilikuwa nasoma, wanasema watu 400,000 wajulikane wako wapi. Idadi kubwa sana. So je, unaona hii ardhi imejaa dhulma, imejaa nini? Huyu Imam Mahdi akuje, si ndio? Si ndio? Kwa nini sisi tusitafute katika masharifu mwenye labda jina yake ni Muhammad vile hadithi nasema, tumchague akwe Mahdi? Ama kwa sababu ni jambo ya Mwenyezi Mungu ni yeye ndo anatakana achague. So ni Mwenyezi Mungu tutachagua. Si tuwezi kuketi tufanye shura. Hatuwezi kwa sababu ni jambo zito sana. Sasa sisi swali ndio tunaulizana hivi, kama wa mwisho tuwezi kumchagua, kwa nini wa mwanzo tunaweza kumchagua? Na vile kwamba umeelezea ile aya kwamba inamaanisha kwa mambo yao bimaana swala hili la dini ni swala zito, ni swala la Mwenyezi Mungu. So mtume anaweza kuacha. Sasa baada hapo watu wakaketi katika maeneo inaitwa Sakifa, wakaketi wakachagua khalifa wa kwanza. Kukakuwa na kidogo msukuzo, lakini alhamdulillah kuweza kutulia na umma ya Kiislamu ikahifadhika. Kulikuwa kuna fitna mingi sana siku hizo. Watu wengine wakajitokeza wakisema ni mitume, lakini si historia saa hizi. Waislamu, alafu baadaye watu wa Roma wakakuja wakataka kuvamia Waislamu. Kwa ni shida sana. Alafu kuchukua advantage ya hiyo stability. Yes. Mtume ameondoka. Ilikuwa ni alhamdulillah polepole kukatulia. Sasa kilitokezea khalifa wa kwanza, yeye hakuita watu kuchaguana vile yeye alichagua. Yeye akaamua kuchagua nani? Khalifa wa pili, Umar. Khalifa wa pili, Umar ibn Khattab. Yes. Sasa chenye kilitokezea, si khalifa wa pili ampatikana, lakini yeye hakufuata system yeye mwenyewe alichaguliwa. Sasa unajua pia sisi bado tunauliza maswali, tunaweza kustick on one system kama itakuwa vizuri zaidi, lakini alaihal bado Uislamu ulikuwa umehifadhika. Hilo ni swali la kujiuliza Sheikh. Ni swali maana ukiangalia mwenyewe pia niko hapa, lakini najiuliza hilo swali kwa sababu ukiangalia kama uwezekano wa kwamba wa kwanza walikaa shura na
wakachaguana. Iweje huyu wa pili hiyo shura haikufanywa na wakafanya the same thing, na ikabidi yeye amesema tu itakuwa mtu fulani. Yes. Sasa khalifa wa pili naye akawacha komiti mwenyewe, akachagua komiti ya watu kama sijakosea 6. Ndani yake kulikuwa kuna khalifa wa 3 na Imam Ali pia khalifa wa 4 bila vile imepangika kihistoria. Sasa hao sasa wakampatiwa baadhi ya masharti nini, lakini pia again hii ilikuwa pia kutumika katika mara ya kwanza wala mara ya pili. Hii pia ni system nyingine ilitumika. Sasa baada ya hapo tukaona kwamba khalifa 3 ndio tukakuwa naye khalifa Uthman bin Affan. Sasa chenye kilitokezea, khalifa wa 3 kidogo siku zake kukakuwa watu wake wa familia kidogo wakapata baadhi ya majukumu nini, alafu kukakuwa na shida kidogo ya matumizi ya pesa, kuomba kharaji, kukakuwa na shida fitna mingi tu sana ya uongozi. Sasa baadhi ya watu wakatoka baadhi ya maeneo wakakuja kumwambia, sasa sisi tuone unafanya kazi mzuri. So kama tunaweza hata Imam Ali akaingilia ndo make sure kuna vita. Imam Ali alisema kwamba sitaki watu wakuja wapigane na khalifa, hata kama yeye anaona yeye iko kwa haki, lakini anaona Uislamu ndio uko juu zaidi kushinda personal. Yes. Kuhifadhi Uislamu. Akasema mimi sitaki kuanza kuona ya kwamba Waislamu khalifa anauliwa. Unaona? Akajaribu kuongea nao, ikakuwa Uthman khalifa wa 3 a step down. Lakini baadaye akabadilisha fikra. Sasa hawa watu najua walikuwa wamekuja safari mbali sana kujaribu kuongea naye. Ikaleta mvutano. Inasemekana Uthman akakuwa amefungiwa ndani ya nyumba muda, sasa hawezi nini. Inasemekana katika hadithi ya Imam Ali alituma Hassan na Hussein. Narudia tena, Imam Ali anaona yeye ndio kuna haki ya ukhalifa, lakini anaamini hii cheo iko na heshima yake, hata kuna mtu mwingine na watu labda kuna ikhtilafu na yeye kwa heshima hiyo cheo. Akatuma watoto wake wawili, Imam Hassan na Hussein. Baki inasemekana wakaumia. Hao ndio walikuwa wanampelekea maji, chakula nini, kwa sababu watu walikuwa wamemfungia, ni kama wameweka sanction ama sijui inaitwaje, kuna embargo ama nini, ama wamefungiwa. Yaani ilikuwa mali walimweka wataki atoke. Si kwamba like yeye pia yuko na watu wake wanamchunga, lakini hao pia wana access. Ni kama sisi kwa hii nyumba, sisi tuko na timu yetu ya security na kuna watu wengine wanataka kuingia, lakini si pia tuzi, lakini tumesema tu for now tusifanye kitu. Alafu baadaye ndo kukakwaje, ndo khalifa wa 3 mwisho wake akauliwa na baadhi ya Waislamu. Sasa hapo hivyo kwa mara ya kwanza sisi hatuamini shura. Sisi tunaamini mtume ndo anachagua. Lakini kama kuna demokrasi ilipatikana ni zile fully ni Imam Ali kuchaguliwa. Kwa sababu watu wote wakapigana, wakaambia Imam Ali tunakutaka ukuwe khalifa. Imam Ali kwanza akakataa, akasema hii maneno mimi siku zile niliongea hii maneno sitaki. Waka insist, mwisho wake akakubali kwa masharti. Ndio. Akasema kama mtu amechukua pesa ya Baitul Mal atarudisha. Tayari aliashiria kwamba serikali itakuwa ngumu kidogo. Kwa unaona siku za khalifa wa 3 kidogo kumekuwa na shida kidogo, luxurious life ilikuwa imeanza kuingia katika Uislamu. Pole. Maisha, pesa, dhahabu. Kwa unajua pole futuhat ndio zilikuwa zimeanza, pesa ilikuwa inaingia Madina. Sasa watu walikuwa na pesa, wanaishi luxurious lifestyle nini. Sasa lakini za khalifa wa kwanza na wa pili bado hizo zilikuwa ziingia. Sawa, na baadhi ya familia wakakuwa na chukua baadhi ya vitu. So ilikuwa ilileta shida sana. So what happened, Imam Ali akasema kama umechukua pesa ya Baitul Mal yenye unajua vizuri sio haki yako, utarudisha. Hata kama umeoa na hiyo pesa utarudisha. Ni kwamba yeye serikali alikuwa anataka iwe ni Islamic vile kabisa, kila haki vile mtume alifanya, haki ifuatwe. Hakuna hii sijui kurumiana wewe ni kazini yangu, hakuna hiyo biashara. So baada ya kutia hizi sharti, yes, watu walimkubali hao ndio kiongozi. Yes, lakini ikaleta shida mbili. Shida ya kwanza, kuna baadhi ya watu walikuwa na yeye wakiassume
Imam Ali tukimpush akuwe khalifa atakuwa upande wetu. Sasa atatupatie mimi nikuwe gavana wa pale, mimi nikuwe sijui nini, mimi nipatie treasure. Yaani kufungikia kwa zule kama tu siasa za leo vile zinafanya. Yaani unaona? Siasa ni ile. Hiyo shida ya kwanza. Shida ya pili, kuna mtu anaitwa Muawiya. Tutamuongelea labda zaidi baadaye. Muawiya ibn Abi Sufyan. Abi Sufyan tunamjua vizuri katika movie za Abu Sufyan yule wa yes. Abu Sufyan sasa kijana wake Muawiya. Walienda na ndugu yake mkubwa, walikuwa wamepelekwa kusimamia kupigana huko side za Damascus na nini. Sasa wakabaki huko wakatengeza wakakuwa ni kama ni governor wa huko. Zaman Uthman. Yes. Sasa yeye akakuja na watu alafu hapo hivi ndo kadhia zikatokezea, fitna ikatokezea baina ya Waislamu, kukakuwa baadhi ya vita vya Jamal, ni Waislamu wengi na masahaba wengi sana waliuliwa. Kukakuwa na vita vya Siffin enye Imam Ali anasema Muawiya yuko na haki na pesa ya serikali ya Kiislamu anapaswa kurudisha. Sasa ikakuwa mvutano kubwa sana. Yes, baina ya Imam Ali na Muawiya. Sasa lakini vile Imam Ali bado alikuwa anaendelea kupigania hiyo kadhia kuweza kurudisha mali ya umma, serikali ikuwe moja sasa vizuri, Imam Ali akauliwa. Imam Ali kuliwa mwenye akakuwa khalifa baada yake nani? Kijana wake Imam Hassan. Ndio. Na ilikuwa sana baada ya miaka ngapi? Kwa sababu lazima kulikuwa na time period pia. Sasa takriban hiyo kazi hiyo yote imefanyika kwa time period ya ukhalifa wake ni miaka ngapi hivi? Ya Imam Ali. No. Imam Ali ukhalifa wake ni muda mfupi sana. Takriban kasi ya kosa ni 5 years. Kwa sababu mtume aliaga 11 of Hijra. Khalifa wa pili wa kwanza kuchukua baka 13th of after Hijra. Khalifa wa pili akachukua kutoka 13th of Hijra baka 23rd 10 years. Alafu khalifa wa tatu akachukua kutoka 23rd baka 35th. Alafu Imam Ali akachukua kutoka 35 baka 40. Inakuwa 40 ya Hijra. So Imam Ali takriban unasema ameshikilia serikali for 5 years. Sasa Imam Ali baada ya kuwa ameuliwa, kijana wake Imam Hassan akakuwa amechukua jeshi na nini. Baada ya kumalizana na mzee ikakuwa wanajiandaa kwenda kurudi kumalizana na Muawiya. Ndio nasemekana khilafa yake ilikuwa ni 6 months. Sasa chenye kikatokezea, Muawiya alikuwa anajulikana na alikuwa kuna system yake ya politics tofauti. Ima atatumia nguvu, ima atatumia pesa, ama namna tofauti. So akafanya nini? Baadhi ya watu wa jeshi wake, baadhi yao kauliwa, na baadhi yake yani kama assassination, si kwa vita. Upande wa nani? Yes, Imam Hassan. Na watu wa Muawiya chini ya maji, na wengine wakapatiwa pesa wamwache Imam Hassan. Imam Hassan akajikuta ni yeye na watu wachache wakienda kupigana, wote watauliwa. Unaona? Imam Hassan akafanya nini? Ikakuwa ni iktirah ya kwamba tufanye nini? Sulh, peace. Na wakasign peace treaty between Muawiya na Imam Hassan. Ndio. Si ndio? Baada ya kuwa wamesign katika hiyo peace treaty, ikakuwa Muawiya ashikilie serikali ya Kiislamu, tusimuite khalifa kwa sababu unajua kawaida ukiangalia wanasema khulafa rashidun, as much as wanasani wanne huwa ni watano, kwa sababu ni khalifa wa kwanza, wa pili, wa tatu, baka wanne, baka Imam Hassan. Kwa sababu pia alishikilia miezi 6. So Muawiya akasema sawa, wakasaini. Baada ya muda tu kidogo, Muawiya katika baadhi ya khutba zake akasema hii kitu iende zake. Akaenda kinyume na ile mkataba yake. Na usawa Uislamu, Qur'an anasema sisi kama Waislamu tunaamini mtu anatakana afuate vitu ambavyo ametoa ahadi. Kwa hata mtume aliandika baadhi ya ahadi na akafuata. Si alikuwa watu katika watu wa kuvunja ahadi. Kama sulh Hudaybiyah, mtume aliandika hata kama alikuwa labda baadhi ya vitu hakukubaliana, lakini aliandika, wakasign na mtume akafuata, hao ndio akavunja. Unaona? So Muawiya bila akachukua, Muawiya sasa akabadilisha system kabisa. Unaona? Muawiya akasema nini? Sasa mimi naona kijana wangu mwenye anaitwa Yazid ndio akuwe khalifa. Sasa ni baada ya uongozi wake ameongoza, mwisho wa uongozi wake akageuka ile
Aligeuka mapema sana. Hata ya kungojea huko mwisho ya ngozi. Aligeuka mapema sana. Lakini hiyo maneno alileta mbele. Haku announce, alisema tu hii maneno hata sita. Soko akakuwa na finyilia huku na huku akiwaua watu wa karibu, na mwisho wake akakuwa yeye ndo ameua Imam Hassan alayhi salatu wasalam baada ya kuwa saidia mke wake. Amepatia pesa mke wake ama akamwahidi ya kwamba ataoa kijana wake. Akampatia sumu na mke wa Imam Hassan akampatia sumu na Imam Hassan kauliwa hivyo. Sasa Imam Hussein katika agreement ndio ilikuwa Imam Hassan ama Hussein ndio wakue khalifa. Wachukue vile ndo vita viishe. Lakini did not. Na Sheikh muda umetupa kisogo, lakini natumai watazamaji wameweza kupata hiyo silsila ya matukio. Kwa sababu kila kitu na chanzo chake, na umeelezea vizuri uongozi vile ilianza, mtume vile aliashiria kiongozi nani, baada yake uongozi vile ukaenda, hata kama ukuenda inavyofaa, lakini bado kulikuwa na kuna utulivu, kuna ile wana agree. Walifanya 3 different system, lakini wali agree mwisho. Wana agree sawa, tufanye hivi. Uwaji, sijui assassination, vitu kama hizo ilikuwa ndio unaona hata kwa as much as sisi tunasema khalifa wa kwanza ni Imam Ali, lakini kihistoria wanataja khulafa ar-rashidun. Unaona marashidin, unaona wanataja hao kadhaa tu. Baada ya hapo sasa wanasema hizo siku za fitna zikaingia. Shukrani sana Sheikh. Asante sana Sheikh. Imekuwa ni funzo zuri sana kuweza kufahamu uongozi wa kuanzia pale ulipoanzia. Tumeongelea Ghadir, alhamdulillah, tumeongelea Muawiya kiasi, na naamini tutamjua zaidi yeye ni nani. Na inshallah, shukran sana Sheikh. Shukran sana Uzal kwa kuweza kuwa nasi katika majalis haya. Tunapata faida nyingi, natumai Uzal unashika mawili matatu. Alhamdulillah. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika majalis haya leo umeweza kufahamu uongozi hadi ilipofikia Karbala, na tumemfahamu kwa uchache Muawiya ni nani, na naamini tutaweza kumfahamu zaidi na zaidi inshallah, kwa sababu tuna mengi ya kuweza kuangazia katika majalis haya ambayo ni ya huzuni na ni ya kusikitisha. Mpenzi mtazamaji, uzidi kuwa nasi katika vipindi hivi, na natumai utapata mambo mengi ya kuweza kujifunza. Fi amanillah. مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين هو مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين 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 يا حسين قدموا يا قدني لسماما يا حسين يا شهيدكم